Pia kuna hili swala la wanafunzi wenzetu 17 ambao wamefunguliwa kesi ya kugushi nyaraka ili kujipatia mkopo. Sijui kama ni kweli au sio kweli, ila ngome ya vijana ACT Wazalendo, bila kujali kama ni kweli au si kweli, tunaishauri serikali na tunaiambia serikali waachane na hiyo kesi ya kuwashtaki hawa vijana. Serikali inasema vijana wameshtakiwa kwa kugushi nyaraka ya kusema wazazi wao ni walemavu, ya kusema wazazi wao wamekufa ili wapate mkopo vyuo vikuu. Serikali imewashtaki hao vijana, wanafunzi 17 kutoka vyuo tofauti tofauti. Ni jambo la kusikitika sana, na ninatoa ujumbe huu kwa niaba ya ngome ya vijana ACT Wazalendo. Tunaiambia serikali iachane na kesi hiyo, ifute, iondoe kesi hiyo, haina maslahi yeyote. Na tutamwandikia barua waziri wa elimu Profesa Mkenda, na tutaandika barua kwenda kwa rais. Lakini pia ni kuombe katibu mkuu wetu, mbunge wa Tunduru Kaskazini, tunakuomba katibu mkuu, libebe hili kwa uwezo wako, libebe hili kwa uchungu na masikitiko, ulipeleke kwa mamlaka kwamba kinachofanyika kwa hawa vijana ni uonevu mkubwa sana, waachane na hiyo. Tunakuomba katibu mkuu. Kwa nini nasema serikali iachane na hii kesi? Kwa nini nasema serikali iachane na hii kesi? Za chama chetu cha ACT Wazalendo, utolewaji wa mikopo nchini ni wa kibaguzi sana. Hata vigezo ambavyo vinapangwa na bodi ya mikopo ni vigezo ambavyo havina uhalisia wa kutambua nani ana sifa ya kupata, nani hana sifa ya kupata. Moja ya vigezo vikuu vya bodi ya mikopo wanavyovitumia katika utolewaji wa mikopo na kutoa kipaumbele katika kutoa mikopo, wanaangalia kwamba huyu mwanafunzi ni yatima au ana wazazi. Wanaangalia huyu mwanafunzi amesoma shule binafsi ama amesoma shule ya umma. Wanaangalia huyu mwanafunzi ni masikini, kwamba wazazi wake wanapokea tasafu ama hawapokei tasafu. Wanaangalia huyu mwanafunzi wazazi wake ni walemavu au sio walemavu. Sisi ngome ya vijana ACT Wazalendo tunasema kwa ujasiri kabisa kwamba hivi vigezo havitoi uhalisia kutambua mwenye uwezo na ambaye hana uwezo, kwa sababu mtu ni yatima. Kuwa yatima ndiyo ni sifa ya kupewa, ni sifa. Kuna mayatima kweli wamefiwa, hawana uwezo, lakini kuwa yatima pekee sio kigezo cha kutosha kukwambia wewe ambaye sio yatima ana uwezo. Kuna watu ambao ni mayatima hawana uwezo, lakini kuna watu wana wazazi baba na mama hawana uwezo. Kuna watu ambao wazazi wao ni walemavu ndiyo hawana uwezo wapewe. Kuna wanafunzi ambao wazazi wao sio walemavu lakini hawana uwezo. Kuna watu ambao wamesoma shule za kata ndiyo wanapaswa wapewe, lakini kuna watu wamesoma shule binafsi hawana uwezo. Kadi za chama chetu cha ACT Wazalendo, kuna watu ambao wamefiwa, hawana baba, hawana mzazi, ndiyo hawana uwezo, wanapaswa wapewe, lakini kuna watu ambao wana wazazi wote lakini hawana uwezo. Na ndio maana tunasema sio vigezo. Na ndio maana mfano leo hii anayekwenda kuomba mkopo bodi ya mikopo, mtu amechangiwa na wazazi, aende private. Bodi ya mikopo wana kanuni, mwanafunzi aliyosoma shule binafsi
ada yake ikianzia milioni 1 tu hawampi mkopo, wanajua ana uwezo. Kumbe kuna wanafunzi wanasoma shule binafsi kwa kuchangiwa na mjomba na shangazi, na wanaitana kikao fulani Juma aende shule. Mjomba anatoa 20,000, shangazi anatoa 50,000, sijui nani binamu anatoa 100,000, wanamchangia Juma aende shule. Na wanalipa kwa temu. Labda kwa temu kwa mwaka mmoja analipa mara 2 mara 3. Bodi ya mikopo ikiangalia we ada yako ni milioni 1, inasema huyu ana mkopo, huyu ana uwezo, tusimpe mkopo. Mwanafunzi akijaza ili ajitetee, sasa jamani mimi sina uwezo, bodi ya mikopo wamemwekea fomu ya ufadhili. Inaitwa sponsorship form, ambayo mwanafunzi anapaswa kuijaza ili kuonesha kwamba wewe umefadhiliwa, kwamba hauna uwezo. Kwa hiyo ile milioni 2, milioni 1.5 ambayo uliilipa ukiwa sekondari kidato cha 4 au kidato cha 6 ni hela ambayo ulifadhiliwa. Kuna fomu inabidi uijaze. Sasa ile fomu ina mapungufu, kwa sababu ile fomu inapaswa ujaze mfadhili ambaye ni taasisi, sio mtu. Ile fomu ina mapungufu. Ile fomu inapaswa ujaze taasisi inayotambulika na ambayo ina TIN namba. Huyo kasomeshwa na shangazi na mjomba, anajazaje kuaminisha wewe kwamba hawana uwezo, walijichanganya? Huyo amefadhiliwa, kuna mtu ameamua kusema mimi nitakulipia ada. Huyo mtu anajazaje? Lakini pia kuna taasisi ambazo zikikufadhili hazitaki taarifa zake ziwe wazi. Unaambia wake TIN namba. Kule bodi inasema hao hawana vigezo. Matokeo yake ndiyo haya mnayoyaona yanatokea. Ndiyo haya mnayoyaona yanatokea. Naiambia serikali haipaswi kuangalia kitendo cha kugushi nyaraka. Serikali inapaswa kuangalia dhamira, intent. Nia ilikuwa ni nini? Nia ya hao wanafunzi ambao wanashtakiwa 17 haikuwa kugushi nyaraka. Nia yao ilikuwa wapate fedha, wapate nafasi ya kusoma chuo, sio kugushi nyaraka. CAG ripoti kila mwaka, mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali anatoa takwimu za wezi, mafisadi, wamekula, wamegushi nyaraka serikalini, hakuna hatua zote. Vijana ambao mnawabagua kwa vigezo vya kibaguzi, mnawakamata, mnawashtaki bila aibu, kwa sababu walijilazimisha kwenye vigezo wafiti ili wapate mkopo wasome, ili waje kuwa madaktari wa nchi hii, waje kuwa walimu wa nchi hii, waje kuwa mainjinia wa nchi hii, waje kuwa mafamasia wa nchi hii, waje kuwa wanasheria wa nchi hii. Mnawakamata bila aibu. Serikali, achanani na hiyo kesi. Achanani na hiyo kesi. Na tunaomba wanafunzi wenzangu, vijana wenzetu, na wanafunzi wa vyuo vyote nchini, na wanafunzi wa vyuo vyote nchini, simameni na vijana na wanafunzi wenzenu wanaopitia misukosuko. Simameni nao. Simameni na vijana wenzenu na wanafunzi wenzenu. Nyie mnajua ghadha ya kukosa ada ukiwa chuo. Nyie mnajua ghadha ya kukosa bumu ukiwa chuo. Nyie mnajua athari za kukosa fedha kujikimu ukiwa chuo. Nyie mnajua. Simameni na vijana wenzenu, simameni na wanafunzi wenzenu.